Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Ridhiwani Kikwete ameagiza waajiri nchini kutenga bajeti kwa ajili ya watunza kumbukumbu kwenye ofisi zao ili waweze kukabiliana na changamoto za kiutendaji. Kikwete ametoa agizo hilo mkoani Njombe wakati akifunga mafunzo ya siku 3 kwa watumishi yaliyoandaliwa na Chama cha Wataalamu wa Management ya Kumbukumbu na Nyaraka, yaliyokutanisha wajumbe 1900 kutoka mikoa 31 ya Tanzania bara na Zanzibar, ambapo mafunzo hayo yamefanyika mjini Njombe kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kiutendaji. Aidha, Kikwete amewaonya watunza kumbukumbu na nyaraka nchini kuepuka kuingia kwenye mtego wa kisiasa unaweza kuwafanya kuuza nyaraka za siri za serikali na hivyo kuhatarisha usalama wa taifa kwa maslahi binafsi, huku akidai kuwa mafanikio ya Tanzania yanaonewa wivu na watu wengi. Tunapozungumzia kutunza siri kwa heshima ya taifa, ni wazi kuwa mnatakiwa mjue mafanikio yaliyopata Tanzania leo yanaonewa wivu na walio wengi. Hivyo kama tukutunza siri hizo, heshima ya nchi yetu itaanguka. Nataka niwaeleze kuwa kauli mbiu yenu hii inaakisi kikamilifu mwelekeo wa serikali katika kusimamia rasilimali watu kwa mfumo wa utendaji kazi na umuhimu wa kutunza siri kwa heshima ya taifa letu. Hilo ambalo halina ubishi kwamba siri za nchi yetu zikiwekwa vibaya, nchi yetu itaharibika. Ahadi yetu, tutaendelea kushirikiana na taasisi yenu ili kukuza utawala bora, na tutaendelea kushirikiana nanyi kuwapa semina na mafunzo mbalimbali ili kuongeza ujuzi, ubobevu katika ulinzi wa taarifa na maadili ya utendaji kazi. Napenda kutumia nafasi hii kutoa rai kwa waajiri wote nchini katika sekta ya umma kutenga bajeti za kutosha, pamoja na kuwaruhusu watumishi kushiriki kamilifu katika mafunzo, warsha, semina na vikao kazi vinavyoandaliwa na Trumpa. Kwa kuwa vikao hivi vina viwango vikubwa katika kuboresha utendaji kazi, maelekezo yangu kwa Katibu Mkuu Utumishi, waandikie barua wakuu wa taasisi zote, wizara zote, ofisi zote, wawe wanatoa ruksa kwa wanatrumpa pale wanapoitwa kwa ajili ya mikutano ya kuongeza taaluma zao. Lakini pia kwa upande wa bajeti, watenge bajeti, kwa sababu kama wanatenga bajeti kwa ajili ya idara nyingine, basi idara hii pia nayo inatakiwa kutongewa bajeti yake. Unapoandika barua hiyo kwenda kwa waajiri wao, waelekeze pia kutenga bajeti kwa ajili ya watumishi hao sio jambo la uchaguzi, ni jambo la lazima na walifanya hivyo. Aidha, namwelekeza tena Katibu Mkuu, kama ikitokea jambo lilotokea leo litajirudia tena, basi wajue Ofisi ya Rais Utumishi ndiyo ofisi inayosimamia utumishi wa umma Tanzania nzima. Nataka nitumie nafasi hii tena kwa kipekee kuwashukuru sana Trumpa kwa sio tu kuangalia changamoto za taaluma yenu, lakini pia kwa jinsi ambavyo mnajitoa. Sijawahi kusikia binafsi taasisi au kikundi cha taaluma chochote ambacho kimewiwa kutoa zawadi kubwa kama mliotoa nyinyi ambulance kwa ajili ya kusaidia wagonjwa. Hongereni sana sana kwa utu, lakini hongereni sana kwa kujitambua. Pia naomba nitumie nafasi hii ya shukrani za kipekee kwa uongozi wa mkoa wa Njombe, hususa kwako Comrade Anthony Mtaka, mkuu wa mkoa wetu wa Njombe, pamoja na vyombo vyako vyote vya ulinzi na usalama katika mkoa wa Njombe, kwa kuhakikisha kwamba kikao hiki kazi kinafanyika na mazingira yanakuwa salama, lakini pia amani na utulivu unakuwa umetaradad katika eneo hili. Ninakushukuru kwa sababu umetekeleza wajibu wako, lakini umetekeleza kwa ufundi mkubwa sana. Binafsi, ulipokuwa unatema kwamba mwezi wa 5 Mei Mosi tunaweza tukaja katika mkoa wa Njombe, nataka niwahakikishie Watanzania, Njombe iko tayari na karibuni Njombe. Nataka niwathibitishie tena, serikali yenu inatambua umuhimu mkubwa wa management ya kumbukumbu na nyaraka katika kuimarisha utawala bora, lakini pia uwajibikaji, utoaji wa huduma bora kwa wananchi, pamoja na kulinda siri za maslahi ya taifa. Serikali inatambua kuwa nyinyi ni watu muhimu katika serikali, lakini pia ni watu muhimu katika ofisi. Hivyo kada hii ni lazima tuilinde kwa wivu mkubwa sana.
kama mlivyoeleza wenyewe katika kauli mbiu yenu inayosema kuwa kumbukumbu sahihi leo, maamuzi sahihi kesho. Tunza siri kwa heshima ya taifa. Thamini kazi. Maelfu wanatafuta hizi kazi, tusichezee. Mheshimiwa Waziri, tunakutana na watumishi wapya unaowaleta. Mtu ameomba kazi, akishaajiriwa hana mtu anayemlea, anaelewa na WhatsApp. Yaani saizi watumishi wapya, baba ni WhatsApp, mama Instagram, babu Facebook, bibi TikTok. Hamna mtu anayemsema. Kwa hiyo anakunywa pombe kuanzia siku ya kwanza mpaka watu hapa, kuna watumishi hadi wana mikopo ya bia kwenye mabaa. Huyu mtu yuko completely frustrated, hata ona kuna siku mshahara unatosha. Tuna watumishi sio kwamba aje kazini kwa utoro, anadaiwa. Amekopa benki 3 zimevuka kiwango, amehamia kwenye mikopo umiza huko. Tuna watumishi wa kike ambao wametapeliwa na wanaume feki. Anakutana na boyfriend ameshamkopea bodaboda anapotea, anahangaika na madeni. Nadhani hizo kesi mnazifahamu. Tusiwe huko. Ninyi ni watoto wadogo wengi ambao sasa mnaajiriwa saa hizi, miaka 19, 20, 24. Hebu jitahidini mnapokuja kwenye ofisi, ukimkuta devota kubali akulee. Watoto leo, watumishi leo wanalelewa na mitandao. Na yasema haya kwa sababu baba wa watumishi wa umma yuko pale. Ndiye anayetoa vibali, ndiye anahangaika na kila siku nani ahamishwe, barua yangu si kwenye mfumo haisomeki, yule pale. Kwa nini vizuri vitu havifahamu? Unatafuta kazi, unahangaika, ukiipata unakutana na kesi ya pombe. Vyama vya wafanyakazi anajadili mtu aliyefukuzwa kazi kwa sababu ya kunywa bia, mtoro kazini, mzembe. Sasa what is this? Tunaomba serikali iendelee kuweka msisitizo kwa waajiri kuwaruhusu watumishi wao kushiriki kikamilifu katika mafunzo, warsha, semina na vikao kazi vinavyoandaliwa na Trumpa, kwani ujuzi na maarifa wanayopata hapa ni kwa ajili ya usalama wa taasisi tunazofanya kazi.